بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له وذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Mwenyezi Mungu anatuambia kuwa walaqad, hakika billahi, dharana, tuliumba, li jahannama, kwa moto wa jahannam, kathiran min an-nas, kathiran min al-jinn, wengi wa majini ni wa kuingia motoni, wanas walins, ni wengi wa wanadamu. Tumewaumba kwa kuingia motoni. Mwenyezi Mungu atukinge na kutoingia motoni. Mwenyezi Mungu atulinde na kututia motoni, bali tumwombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuwe tuwaja wa mchao yeye, atuwafikishe tuwe tuwaja watekelezao ibada, atuwafikishe tuwe tuwaja wenye kumridhisha, atuwafikishe tuwe tuwaja wenye kumheshimu, atuwafikishe tuwe tuwaja wenye kusikia maneno yake na kuifuata, atuwafikishe tuwe tuwaja wenye kuona maneno yake na ukweli wa haki ya dhati yake, na ikaturejeza katika njia ya haki, na atuwafikishe tuwe wenye kufahamu yale yaliyo na maslaha kwetu duniani na akhera. Habari hii inatisha kila aliye na masikio, kila aliye na macho, kila aliye na moyo. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Anasema Mwenyezi Mungu katika maneno hayo yamo ndani yake ukumbusho mkubwa kabisa, yamo ndani yake mazingatio makubwa kabisa, yamo ndani yake wazi mkubwa kabisa. Lakini kwa nani? La dhikra liman kana lahu qalb, liman kana lahu qalb, liman kana lahu alqalb, kwa yule mtu aliye na moyo. Yule mtu aliye na moyo ndiye anaona hiyo maneno ni mawili. Yule mtu aliye na moyo ndiye anaona hiyo maneno yana mazingatiwa. Yule mtu aliye na moyo ndio anayetishika kwa maneno hayo. Maneno gani?
maneno aliyosema Mwenyezi Mungu, wala qad dhara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins, hakika bila shaka tuliumba kwa Jahannam, kwa moto wa Jahannam, wengi wa majini wataingia na moto wa Jahannam, na wengi wa watu wataingia katika moto wa Jahannam. Aadhana Allahu minha, Mwenyezi Mungu atukinge kutoingia motoni. Na tutakapotaka Mwenyezi Mungu asituingize motoni, tufanye nini? Tumche, tumwabudu, tumpokeshe. Ndio habari ya Mwenyezi Mungu namna hiyo. Ameumba wanadamu wengi wa kuingia motoni na majini wengi wa kuingia motoni. Kwa nini waingie motoni? Kwa sababu gani wataingizwa motoni? Kwa sababu neema tatu walipewa wakakataa kuyatumia. Wataingia motoni kwa sababu ya nini? Neema tatu walipewa, walikataa kuyatumia. Huyu mwanadamu alipewa moyo, amekataa kuitumia moyo. Huyu mwanadamu alipewa macho, kakataa kutumia macho. Huyu mwanadamu kapewa masikio, kakataa kutumia masikio. Ala tatu hizi, vyombo vitatu hivi, macho, masikio, moyo, ni vitu muhimu kabisa aliopewa mwanadamu ili avitumie kwa manufaa yake ya kiulimwengu na kwa manufaa yake ya kiakhera. Kwa moyo, huyu mwanadamu aamini kwayo vya Mwenyezi Mungu, ayakanishe kwayo vya Mwenyezi Mungu, athibitishe kwayo vya Mwenyezi Mungu, na akubali kwayo mkubalio wa kutenda kazi hayo maamrisho aliyoamrisha Mwenyezi Mungu. Na kwa hiyo masikio aitumie mwanadamu kuisikia kwayo, anaagiza nini Mwenyezi Mungu, anaamrisha nini Mwenyezi Mungu, anakataza nini Mwenyezi Mungu, anaelekeza wapi Mwenyezi Mungu, ili apate kuelekea, ili apate kukatizika, na ili apate kufuata amri yake Mwenyezi Mungu. Awe ni mwenye usikizi wa kukubali maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kukatizika na makatazo aliyokataza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo masikio awe na samaa kabuli, usikizi wa kukubali haki. Na kwa macho, mwanadamu huyo aone ishara na alama zinazojulisha uwezo wa Mwenyezi Mungu, kudra ya Mwenyezi Mungu, upweke wa Mwenyezi Mungu, nguvu ya Mwenyezi Mungu. Ala tatu hizi ni ala muhimu sana, akiutumia mwanadamu kwa kile kilichoumbiwa kwayo, akiutumia mwanadamu kwa kile kilichoumbiwa kwayo, akiutumia mwanadamu kwa kile kilichoumbiwa kwayo, mwanadamu huyo atafanikiwa duniani na akhera. Kipindi cha majuma mawili natuambia mambo ya Yahudi kuangamizwa.
ile sehemu ya Mayahudi ni nchi kama Kenya nzima, ama ni kama hapa Kibira, Kabimuru, Lindi, Makina, ndio kuangamiza reli nyingine, ama vipi? Ama kuambia sehemu ile ni kama hiyo, siwezi kusema kama kwa kuiona hiyo sehemu, wala sijui hiyo sehemu, lakini waliko toka wazazi wake na Yakobo ni kule Yerusalemu, Mtukukada ndiko kule waliko. Ama kukadiria ile sehemu yao namna gani, sijui hiyo sehemu, lakini pahala walikotokea wazazi wao ilikuwa ni makundi. Swali la pili, nafikiri hiyo kidogo itakuwa katika nje ya mada, lakini katika darasa. Swali la pili nauliza, kuna rai ya mwanaume au mwalimu ama imamu kutengamana na wamama kwa njia yote ile? Hebu uliza tena. Aidha matangani, aidha harusini, aidha popote, kuna rai ya radhi ya kuwa imamu anaweza kuongoza wamama kuomboleza ama kuimba, ama mwanaume yote kutengamana na wamama. Sababu nimekuuliza swali hiyo sababu tayari karibu kabisa ilikuwa farakano kubwa kati wanaoamini na wale ambao hawaamini. Ndio maana sasa nikaleta swali hapa waamue, maana hata hiyo mpishi wangu mkubwa yuko hapo, mwanachuo hapo, lakini simtaji. Sheria yako yaamue. Mimi sina sheria. Una sheria kitabu. Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye na sheria. Sababu Mtume salawatu alayhi wasallam katika uhai wake wakati fulani wanawake walimwijia wataka wapewe siku yeye kuwatolea mawaidha, naye alikubali na akatengeneza ahadi na hao wanawake, wakaja akawa yeye mwenye kutoa wadhi kwa hao wanawake. Wadhi, ukisikia wadhi ni wadhi inayohusiana na mambo ya dini, mambo ya sheria zake Mwenyezi Mungu. Hiyo hapana shaka ndani yake. Wanawake wakiwa wajui kitu, imamu aweza kuwaita na kuwatolea mawaidha misikitini wote pale. Imamu huyu kwenda kuchanganyikana na hawa wanawake kwenye ngoma, hapana haki yao. Kwenda kuchanganyikana na hawa wanawake kwenye taarabu, hapana haki yao. Kwenda kuchanganyikana na hawa wanawake kwenye haya yanayojulikanwa isiyosemekana, hayafai. Nashukuru ameelewa, yuko hapa na mimi. Sasa moja ni maoni ama ni pia ni taarifa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ibrahim, walaqad darana, akakabila shaka tuliumba ni jahannam, kwa moto wa jahannam, kathiran min aljin,
wengi miongoni mwa majini wal insi, na wengi miongoni mwa wanadamu. Hao ambao tutawaingiza katika Jahannam na katika miongoni mwa majini na wanadamu, lahum qulubun la yafqahuna biha, wanayo nyoyo lakini hawazifahamu nazo, hawazitumii ili kuifahamia kwayo maneno ya Mwenyezi Mungu. Ay lahum qulubun la yafahamuna biha alhaqa, wanazo nyoyo lakini hawazifahamu nazo haki na ukweli. Haki na ukweli ni haya maneno ya Mwenyezi Mungu na yale aliyokuja naye Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndizo haki. Hawazifahamu nazo haki. Ya pili, walahum a'yunun la yubsiruna biha, na hawa watakaoingizwa motoni miongoni mwa majini na wanadamu wanazo macho lakini hawazionei. Kwa hizo macho hawaoni nazo kitu. Amesema nini? La yubsiruna biha dalaila qudrati llahi basara itibari, wanazo macho lakini hawaoni kwayo dalili, ishara zinazoonesha uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa uoni wa kuzingatia na uoni wa kwenye kufikiria na uoni wenye kuweka mambo mawazoni. Hawatumii macho katika hayo. Wala hum adhanun la yasmauna biha, na miongoni mwa hao watakaoingia motoni majini na wanadamu wanazo masikio lakini hawasikii kwayo, ay la yasmauna biha alayat, wanazo masikio hawasikii kwa hizo masikio ayati zake Mwenyezi Mungu, yani hawasikii nazo nini? Qur'an. Wanapeleka masikio kule wanakopeleka, lakini hiyo masikio nitakiwa usikie nayo haki ya Qur'an, usikize nazo haki za ayati zake Mwenyezi Mungu. La yasmauna biha ayat, tena kwa hiyo masikio wal mawaidh, hawasikizi kwayo mauidha. Kwa hiyo masikio hawasikizi nazo mauidha. Ndio unamkuta hasa huyu mtu Muislamu wa leo, hasa huyu mtu Muislamu mambo leo hana haja ya kusikiza mauidha, lakini haja ya mtu Muislamu leo ni kusikiza muziki. Haja ya mtu Muislamu leo ni kusikiza taarabu. Haja mtu Muislamu leo ni kusikiza kina Miriam na kina Makeba, lakini kuweka masikio kwenye ayatullah, Muislamu hana haja nayo. Ndio Mwenyezi Mungu amesema ulaika kal an'am, ulaika kal an'am, ulaika kal an'am. Hao watu gani? Hao watu tuliowaumbia macho lakini hawaoni kwayo, hao watu tuliowaumbia nyoyo hawazifahamu kwayo, hao watu
tuliowaombea masikio hawasikizi kwayo, ulaika hao watu kala an'am, wao ni kama nyama hoa. Nyama hoa ni wanyama namna gani? Nyama hoa ni ng'ombe, wao ni kama ng'ombe. Nyama hoa ni mbuzi, wao ni kama mbuzi. Nyama hoa kondoo, wao ni kama kondoo. Nyama hoa hao kina jamusi, ni kama hao kina jamusi. Ona, Mwenyezi Mungu amemtoa mwanadamu katika klasi ya wanadamu akawapeleka katika klasi ya wanyama. Mwenyezi Mungu amemtoa mwanadamu katika klasi ya wanadamu akawapeleka katika klasi ya wanyama. Hawa hawafai kuwa pamoja na wanadamu. Kwa nini? Kwa kuwa wanadamu wanatumia masikio, wanadamu wanatumia macho, wanadamu wanatumia moyo, lakini wao wanayo hivyo vitu, ala hizo wanazo hawazitumii. Tuwatoe katika hiyo klasi. Klasi ni ya juu, tuwarejeshe katika klasi ya chini. Akatoa Mwenyezi Mungu hawa watu kutoka katika klasi ya wanadamu akawaleta katika klasi ya wanyama. Kisha Mwenyezi Mungu akaona kule kwenye klasi ya wanyama, kisha Mwenyezi Mungu akaona kule kwenye klasi ya wanyama, kisha Mwenyezi Mungu akaona huko kwenye klasi ya wanyama, akaona pia hawa katika hiyo klasi ya wanyama hawa nini? Hawastahili, hawafai. Qualification zile wanazo wanyama hawa hawana. Intelligence walio nao wanyama kina ng'ombe hawa hawana. Sawa? Naam. Maarifa walio nao wanyama hawana hawa. Utambuzi walio nao wanyama hawana hawa. Na mkuta ng'ombe anajua hicho kinanidhuru, lakini huyo mwanadamu aliye na macho na moyo na masikio hajui kinachomdhuru. Tumtoe kwenye klasi, tuwatoe kwenye klasi ya nani? Ya wanyama. Bali hum adhal, bali hao watu walio na masikio na macho na moyo wasiyatumie katika kilichoumbiwa kwayo, hum adhal, wao ni wapotovu zaidi kuliko wanyama. Sasa wameshatolewa watu kwenye klasi ya nani? Ya wanyama, wakapelekwa nje ya klasi ya wanyama. Sasa kae tukijua tunazo ala tatu, ala muhimu sana, ala muhimu mno, ala ya maana zaidi na zaidi na zaidi. Tukiyatumia barabara yatatufanikisha katika dunia na yatatufanikisha katika akhira, inshallah. Na hizo ala ni macho, hizo ala ni masikio, na hizo ala ni hizo nyoyo zilizomo vifuani mwetu. Tuyatumie kwa uzuri kwa kile kilichoumbiwa kwayo, ili tupate kufanikiwa na neema kubwa. Mwenyezi Mungu amemfanya huyu mwanadamu mwenye hizo ala kuwa yeye mwenye kutamka, mwenye kusema. Huyu mwanadamu ni hayawanu natiq, hayawani. Huyu mwanadamu ni mnyama tu kama ng'ombe, kama nani, lakini tofauti yake na ng'ombe
yeye ni hayawanu natiq, hayawanu mumayyiz, mtambuzi, hayawanu mu'tabir, mzingatiwa. Huyo Ar-Rahman. Ar-Rahman allama al-insan nini? Hiyo Ar-Rahman nasoma namna gani? Ar-Rahman allama al-Quran khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Huyu mwanadamu amemuumba Mwenyezi Mungu, allamahu al-bayan, amemfundisha ubainifu wa kule kusema na kudhihirisha maneno wazi kwa wasita wa macho na kwa wasita wa masikio na kwa wasita wa moyo. Allamahu al-bayan. Sasa mwanadamu asipotumia hayo anajipeleka ujingani, katika hali ya mughafala. Basi ulaika kala anam, hawa watu ni kama wanyama, bali hum adall, bali wao ni wapotovu zaidi kuliko wanyama. Ulaika humul ghafilun, hawa watu hawa wasiotumia nini? Masikio, wasiotumia macho, wasiotumia moyo, hawa watu wenye kughafilika. Wameghafilika na dunia yao na wameghafilika na nini? Na akhira yao hawana habari nayo. Haiwapitii moyoni kuwa wao wana manufaa katika hiyo dunia, haiwapitii moyoni kuwa nayo manufaa katika akhira. Na hatari kubwa mtu akikaa katika hiyo dunia kutopitiwa ndani ya moyo wake kuwa na manufaa katika hiyo dunia. Unaona ukazi wetu tuliokaa, tunakaa katika hiyo dunia pasina kupita katika nyoyo zetu kuwa tunayo manufaa katika hiyo dunia, kuwa sisi tu watu wenye manufaa katika hiyo dunia, kuwa sisi tu watu wenye kufaa kutekeleza chenye manufaa katika hiyo dunia. Hatuna habari hiyo. Kwa nini? Kwa kuwa tu wenye kughafilika. Tumeghafilika na akhira vile vile. Tulivyoghafilika na akhira, tukakosa mtikisiko wa kutikisika katika vitendo vya kiakhira, tukakosa vitendo vyenye kumridhisha Mwenyezi Mungu, tukakosa vitendo vyenye kuthibitisha Uislamu wetu, tukakosa vitendo vyenye kuyakinisha imani zetu, akhira zetu, tukawa tumeghafilika nao. La kumwomba Mwenyezi Mungu, ya Allah utuzindue, ya Allah utuondoe kwenye hiyo ghafla tuliyomo ndani yake, tuone haki tuifuate na tuifahamu haki tuiweke katika vitendo na tusikize haki tukubaliane nayo. Amin. Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hapa Mwenyezi Mungu anatangaza kwa walimwengu, anatangaza kwa dunia kuwa walillahi, anayo Mwenyezi Mungu al-asma'u, majina, anayo Mwenyezi Mungu majina al-husna, mazuri, anayo Mwenyezi Mungu majina mazuri kabisa, anayo Mwenyezi Mungu majina mazuri. Fad'uuhu biha, fad'uuhu, mumwombe Mwenyezi Mungu kwa kumwita biha, kwa hayo majina. Mumwombe Mwenyezi Mungu kwa kumwita kwa hayo majina. Mumwombe Mwenyezi Mungu kwa kumwita kwa hayo majina.
miongoni mwa hayo majina Allahu Arrahmanu Arrahimu Almaliku Alqudusu Assalamu Almu'minu Almuhaiminu Alazizu Aljabbaru Almutakabbiru Alqudus na mengineyo. Msururu wake mpaka ukafika 99. Ana majina 99. Sasa Rasul salawatullahi alaihi wasallam anasema inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna, rawahu Tirmidhi. Salawatullahi alaihi wasallam anasema anayo Mwenyezi Mungu majina 99. Yule mtu atakayezihifadhi, sio kuzihifadhi peke yake, amezihifadhi akazingatia maana ya hayo majina na akaweka maana ya hayo majina katika vitendo vyake, kama vile Allah prime na jina kubwa la Mwenyezi Mungu Allah. Allah al-maabudu bihaq, maabudiwa wa haki. Ikiwa jina la Mwenyezi Mungu ni maabudiwa wa haki, haki ya maabudiwa wa haki ni nini? Haki ya maabudiwa wa haki ni nini? Haki yake ni kuabudiwa. Haki yake ni nini? Ni kuabudiwa, kusikizwa, kuonwa kudura yake, kukubaliwa hukuki zake. Sasa ana majina 99 Mwenyezi Mungu, atakayezihifadhi na kuzidhibiti ataingia katika janna. Sio kuhifadhi majina peke yake 99, lakini kuzihifadhi na kuzingatia maana ya Allah, ukaweka maana ya Allah katika amali yako. Na Allah maana yake nini? Allah yeye ni mwabudiwa wa haki, ukawa wewe umwenye kumwabudu mwabudiwa wa haki. Hapo ndipo hiyo janna ya Mwenyezi Mungu itapatikana. Ndipo hiyo janna ya Mwenyezi Mungu itafanywaje? Itapatikana. Basi walillahi al-asmaul husna, na anayo Mwenyezi Mungu majina mazuri, fad'uuhu biha, mumite muombe kwa hayo majina. Aya, tunakaa katika halakati zetu za dhikri nyumbani, majina ya Mwenyezi Mungu 99 hiyo imo ndani yake. Afadhali baada ya tunasema peke yake. Kwa nini alifu na lamu na he hatutaki kusema? Tumekosana na alifu na lamu na he. Allah tumetesheka tu ala lamu hii na he mekufanyaje? Mekosana nao. Kwa nini useme Allah Allah Allah? Kilicho sawa ni kutamka jina la Mwenyezi Mungu yote, sawa. Kilicho cha haki ni kutamka jina la Mwenyezi Mungu wote. Sasa tukiwa kwenye haraka ya dhikri yetu, tukiwa kwenye duara ya dhikri zetu, tukisema nini? Allah 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 ya Allah Allah, sawa. Sio sawa. Ana majina Mwenyezi Mungu mazuri, na miongoni mwa hayo majina ni hayo majina 99. Fad'uuhu biha, muombe Mwenyezi Mungu kwa hayo majina. Wadharu alladhina, wadharu na muache, alladhina, wale watu ambao yuliduna, wanaogeuza mageuzi fi asma'ihi, katika majina zake Mwenyezi Mungu. Muache wale wageuzaji wanaogeuza majina ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Mwache wale wageuzaji wanaogeuza majina ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Sio
Hapana. Ukiwa utaitwa mgeuzaji. Utaitwa nani? Mgeuzaji. Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah. Saundebo. Tukao umetamka jina la Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anakuambia achana na wale wanaoharibu jina la Mwenyezi Mungu, wanaogeuza jina la Mwenyezi Mungu, achana na wao. Kwa nini? Sayuzauna ma kanu yaamalun, watalipwa kwa yale wanayoyatenda kwa kuyageuza nini? Majina ya Mwenyezi Mungu. Na miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu yaliyogeuzwa, ona Mwenyezi Mungu anasema wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i, achana na wale watu ambao wanaoigeuza majina ya Mwenyezi Mungu. Ai utruku, acha, mwache, alladhina, watu ambao yumiluna, wanaoigeuza fi asma'i, katika majina zake Mwenyezi Mungu taala, anil haq, wakatoka nje kutoka katika haki ya majina, kama faala almushrikun, kama wanavyofanya watu wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Haithu ishtaqu lialihatihim asma'an, kwa namna walivumbua kwa waungu wao majina mengine. Ona, wao mushrikina wao walimwita yeye Allata, badala ya Allah wamemwita nani? Allata. Hayo ni mageuzi ya mushrikina. Msiwe namna hiyo. Na isitoshe hawa mushrikina badala ya Mwenyezi Mungu Al-Azizu, Al-Azizu ni jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu, Al-Azizu wakaita Al-Uzza. Unaona, wageuzaji wamegeuza wakaita yao nini? Al-Uzza. Usiwe kama hawa. Haya, isitoshe wamegeuza jina lingine Al-Mannan. Al-Mannan waligeuza wakasema nini? Wa Manata. Mushrikini Mannan wamesema Manata. Yale majina hasa ya Mwenyezi Mungu wameupindua, wameukatalia mbali, wamekataa, wakavumbua vyao. Msiwe kama hawa. Sawa sawa? Tusiwe kama hawa. Sasa katika adhkari zetu na katika dhikri zetu na katika halakati zetu za dhikri, tuone kuwa tunamtaja nani? Jina la Mwenyezi Mungu kisawa. Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Sawa? Basi wewe achana na wao. Wadharu alladhina, achana na wale watu ambao yuliduna, wanaogeuza fi asma'i, katika majina zake Mwenyezi Mungu anazigeuza. Sayuzauna, watalipwa ma kanu yaamalun, yale waliokuwa wakiyatenda watalipwa kwayo. Achana na wao. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Anasema Mwenyezi Mungu, wa mimman khalaqna, na miongoni mwa watu tuliowaumba, ummatu, kuna ummatu, kuna taifa, ummatu, kuna watu yahduna bil haqq, kuna watu wanaoongoza kwa kweli. Mwenyezi Mungu anasema miongoni mwa hao umma tuliowaumba kuna umma wanao nini? Wanaoongoza kwa kweli. Wabihi, na kwa hiyo haki, yaadilun, wanasawazisha kila kitu kwa haki.
Wabihi, na kwa hiyo haki, yaadilun, wanakuwa waadilifu, wanasawazisha kila mambo yawe sawa. Kwa hiyo haki, haki hii Qur'an, haki hii Qur'an. Rasul salawatullah alayhi wasallam sema nini? La tazal ta'ifatun min ummati dhahirina ala alhaq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Salawatullah alayhi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, hawataacha kuwa taifa miongoni mwa umma wangu, hawataacha kuwa nini, umma miongoni mwa umma wangu, hawatakuwa ni nini, dhahirina ala alhaq, ni wenye kudhihirisha haki mpaka haki ikashinda, wenye kudhihirisha haki mpaka haki ikashinda, hawataacha kuwa namna hiyo. La yadurruhum man qatalahum, hawataweza kuwadhuru wale watakao kataa kuwasaidia, hawataweza kuwadhuru. Wala man khalafahum, wale watu pia waliowapinga, wala man khalafahum, hata wale watu waliowapinga hawataweza kwa nini kuwadhuru. Hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiya amrullah, mpaka amri ya Mwenyezi Mungu ifike. Mpaka amri ya nani? Amri ya Mwenyezi Mungu ifike, ndio watadhalilika. Amri ya Mwenyezi Mungu ifike, ndio watakosa nusra. Amri ya Mwenyezi Mungu ifike, wa hum ala dhalika, na hali ya kuwa wako na katika hali ile ile kushikamana na haki. Yani anathibitisha Rasul salawatullah alayhi wasallam kwetu sie kuwa hawataacha kuwa duniani wako umma, taifa, ijapokuwa ni wachache, lakini ni wenye kusimama katika haki na ukweli, na hawatadhuriwa na wala hawatakosa msaada hata wasiposaidiwa. Khatalahu, wakati wa kusaidiwa hawatakosa kusaidiwa na Mwenyezi Mungu. Mwanadamu akiacha kuwasaidia, Mwenyezi Mungu hataacha kuwasaidia. Sasa hiyo Mwenyezi Mungu anatuthibitishia, kwa hiyo dini yake si ya kumalizika leo. Rasul anasema hiyo dini aliyokuja nayo si ya kumalizika leo. Muda ya kutumwa hao walinganiaji, wenye kulingania, wenye kuita katika haki wako, basi khalas, dini iko. Na ndio Mwenyezi Mungu anasema wa mimman khalaqna, na miongoni mwa wale waja tulioumba, ummatun, kuna umma, ummatun, kuna taifa, ummatun, kuna kundi la watu, yahduna bil haqq, wanaoongoza kwa haki. Kuna kundi wanaoongoza kwa haki, na haki hiyo wanayoongozea kwayo sio haki ya kisociety, haki ya kiQur'an. Wabihi, na kwa hiyo haki ya Qur'an, yaadilun, wanakuwa waadilifu, wanasawazisha kwayo kila mambo. Na Qur'an ndio suluhisho. Ukitaka kutumia ubinadamu wako kama ilivyoumbiwa kwayo, elekeza ubinadamu wako kwa kuendekeza Qur'an katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha kwayo. Instruction ya kutumia binadamu ni Qur'an. Instruction au introduction ya kutumia ubinadamu, introduction yake ni Qur'an. Introduction yake ni Qur'an, ndio utakuelekeza katika ufanisi wa hii dunia na ufanisi wa akhira. Awe nawe Mwenyezi Mungu radhi. والذين
alladhina kadhabu biayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Mwenyezi Mungu anasema walladhina, na wale wajama kadhabu, waliokadhibisha ayatina, waliokadhibisha hiyo Qur'ani yetu. Hao watu waliokadhibisha hiyo Qur'ani yetu, waliosema hiyo Qur'ani maneno ya watu wa zamani, waliosema hiyo Qur'ani si haki, waliosema wasaini ma Qur'an takum waliosema wasaini ma Qur'an takum. Anasema Mwenyezi Mungu juu ya watu namna hawa, walladhina, na wale watu ambao kadhabu, waliokadhibisha biayatina, ayati zetu hizi zilizomo katika Qur'ani, yani Qur'ani yenyewe waliokadhibisha, wamesema si kweli. Hao watu sanastadrijuhum, tutawashika taratibu taratibu. Hao watu hatuna haraka na wao. Sasa Mwenyezi Mungu anasema hao watu hatuna nini? Hatuna haraka na wao. Sanastadrijuhum, tutawakamata taratibu taratibu mpaka mwisho watafika. Taratibu taratibu, tutawapa chakula wanakula uzuri, tutawapa maziwa wanakula kunywa uzuri, tutawapa samli wanakula uzuri, tutawapa chizi wanakula uzuri, tutawapa siagi wanakula uzuri, tutawapa nundu. Unajua nundu? Tutawapa nundu wala vizuri, lakini sanastadrijuhum, tutawakamata taratibu taratibu, pole pole mpaka tutawatia mikononi. Nadhani tena tutawashika min haythu la ya'lamun, kutoka upande wasiojua. Hawatajua watashikwa upande wa mashariki wa magharibi, au hawatajua watashikwa upande wa mashariki, au hawatajua watashikwa upande wa kusini, au hawatajua watashikwa upande wa kaskazini. Hawatajua min haythu la ya'lamun, katika upande wasiojua. Leo hii wanajua kila kitu, leo hii wanajua, wanafahamu kila kitu. Leo hii wanayo ulimi mrefu ya kusema wasaini ma Qur'an takum. Lakini siku inakuja lililoko ya Jamaatul Khair, tufanye toba kwa Mwenyezi Mungu, tumwombe toba Mwenyezi Mungu. Mwalimu Hussein Taban anatutubisha kinguvu nguvu. Mwalimu Hussein anatufanya tufanye toba kinguvu nguvu, hatutaki. Wasalamu alaykum, toba, na hatutaki toba. Hana habari huyo, anayo habari kwa hatutaki. Kama tungelitaka toba hiyo, ungelisikia mgurumo unaotoka katika hiyo msitu. Lakini kwa vile hatutaki toba, hao watu watatu nyuma yake ndio unasikia tu mgurumo hapa. Ndio hiyo watu wanasoma hiyo lugha ya Kiarabu au lugha ya Kikurani, usikii, lakini mgurumo unasikia. Basi tufanye toba kwa hayo maneno tunayosema juu ya dini ambayo hatuna hakika nayo, wala hatuna maarifa nayo, wala hatuna ujuzi nayo. Tujizuie na tufanye toba katika yale tuliyokuja yasema. Basi sanastadrijuhum, tutawashika taratibu min haythu la ya'lamun, kutoka upande wasiojua. Wa umli lahum, na tutawapa muda. Hao watu wanaotuchezea, hao watu wanaosema maovu katika ayati zetu, umli lahum, tutawapa nini? Muda ya kuwashika
wamlinao, tuwapa muda ya kuwashika. Inna kaidi matin, na kaidi hakika bila shaka nguvu yangu mimi Allah, nguvu yangu mimi Allah. Inna kaidi, hakika bila shaka nguvu yangu mimi Allah, matinun qawiyun madhbutun, nguvu yangu ni madhubuti na nguvu sana, sio kama nguvu utakayofikiria, au sio kama nguvu utakayokisia, au sio kama nguvu utakayoyapimia. Yangu madhubuti, imepita yale unayofikiria. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Anasema Mwenyezi Mungu, awalam yatafakkaru, je, hao wenye kukadhibisha Qur'an hawawezi kufikiri?